Benki ya CRDB tawi la Songea limetoa semina kwa wafanyabiashara, wakulima na wajasiriamali mjini Songea zaidi ya 300 ili waweze kufahamu fursa za mikopo ambazo zinatolewa na benki hiyo kwa lengo la kukuza biashara zao. Akifungua mafunzo hayo yaliyofanyika katika ukumbi wa kanisa la Anglikana, katibu tawala wa wilaya ya Songea Mtela Mwampamba alikuwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Mtela Mwampamba, ni katibu tawala wa wilaya hii ya Songea inayojumuisha halmashauri 3, halmashauri ya Madaba, halmashauri ya manispaa ya Songea pamoja na halmashauri ya Songea DC kule maeneo ya Pelamio. Ndugu zangu, kama mnavyojua, manispaa yetu ya Songea ni mji unaokuwa kwa kasi sana. Nyinyi ni mashahidi. Miaka 3-4 iliyopita manispaa yetu ya Songea haikuwa kama ilivyo sasa. Mji unakuwa kwa kasi, ndio mji pekee ambao unaongoza katika Tanzania hii kwa kukua katika nchi yetu, na ni mji wa 5 wa Afrika unaokuwa kwa kasi. Wageni wamekuwa ni wengi sana katika manispaa yetu ya Songea, miundombinu imekuwa ni mingi sana, lakini serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kuwekeza katika miundombinu ya afya, ya shule, barabara, maji. Kama mnavyoona katika manispaa yetu ya Songea, kila kona tunaendelea kuweka lami. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Huduma za afya, tayari tuna hospitali yetu kubwa tunaendelea kujenga katika mtaa wetu wa pale wa Sanangula, lakini tuna hospitali yetu ya rufaa tunaendelea kujenga katika maeneo ya Mwenge Mshindo, na huduma mbalimbali zinaendelea. Kwa mji unakuwa kwa kasi, na wapongeza sana wafanyabiashara kwa sababu nyinyi ndio mliowekeza katika mji huu, ndio maana mji unaendelea kukua kwa kasi. Niwapongeze sana ndugu zangu wafanyabiashara wakubwa, wadogo na wakati mliopo katika semina hii. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmeendelea kuipa serikali. Ndugu zangu, katika semina hii ni semina ambazo zinatolewa katika maeneo ambayo miji inakuwa, na kama nilivyowaambia, mji wetu wa Songea unakuwa. Kwa hiyo fursa mbalimbali zinatakiwa ziweze kujitokeza, na ndugu zetu wa CRDB wamefika leo hapa ili kuweza kutupa semina kuhusiana na fursa zinazopatikana katika benki ya CRDB. Inawezekana tulikuwa tuna elimu, lakini hatukuwa na elimu zaidi ya kuhusiana na undani wa CRDB, kwamba kuna mambo gani mageni ambayo wametuletea kama sisi wafanyabiashara. Lakini pia watasikiliza maoni kutoka kwenu kwamba wapi waboreshe au wapi waongeze kasi zaidi. Kwa ndugu zangu, ninaomba basi katika semina hii tuwe na usikivu, lakini baadaye sasa tupate fursa na sisi ya kuweza kuchangia ili tuweze kuboresha hawa ndugu zetu wa CRDB, kwamba namna gani tunaweza tukanufaika na mikopo zaidi, ni namna gani labda hatunufaiki au riba imekuwa ni kubwa au changamoto zingine za urasimu wa hapa na pale. Hii ni fursa yetu ndugu zetu, ili tuweze sasa kuzungumza, ili tuweze kutoka na kitu kimoja. Kwa kusema haya, naomba niseme sasa nimefungua rasmi semina hii ambayo itakuwa ni semina fupi. Sasa tuweze kufanya shughuli yetu. Kwa upande wake, meneja wa benki ya CRDB tawi la Songea Luaichi Minja akizungumzia umuhimu wa semina hiyo alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Luaichi Minja, ni meneja wa tawi la CRDB Songea. Leo tunashukuru tumepata fursa ya kufanya semina pamoja na watu au wadau wetu mbalimbali, wateja wetu katika mkoa wetu wa Ruvuma, katika eneo hili la Songea. Ni semina ambayo sisi kama benki tumeona ni fursa tuje kwa wananchi ili tuje tuzungumze nao, tuwaonyeshe zile fursa ambazo CRDB tunazitoa. CRDB imekuwa ikitoa fursa katika maeneo mbalimbali, lakini katika eneo letu hili la Songea, kama tunavyojua, mkoa wa Ruvuma ni mkoa ambao upo kimkakati, haswa ukijihusisha na kilimo au vilimo mbalimbali ambavyo vinafanyika katika mkoa huu, na sisi tumeona tuweke semina ambayo itawakusanya wafanyabiashara wakubwa kwa wadogo,
lakini pia tutawapata wakulima na wadau mbalimbali ambao wanakuwepo katika mnyororo wa shughuli mbalimbali za kiuchumi katika eneo letu hili la Songea. Kwa hiyo kupitia semina hii tumetarajia kuwa na watu wasiopungua 300 na tunashukuru kwa kweli, mwitikio umekuwa mkubwa na tumeona Wanasongea kwamba wametukimbilia kama benki ya CRDB, na sisi kama benki tuko tayari kwa ajili ya kushirikiana nao na kuona namna ambavyo tunaweza kuangalia kuinua kipato cha mwananchi wa Songea. Hii imekuwa ni dhima kubwa kwa benki ya CRDB kugusa maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini hata katika nchi jirani. Kwa hiyo kupitia semina hii watu wamepata kujifunza vitu mbalimbali ambavyo benki ya CRDB inavitoa. Wengine wanaonekana kabisa kuna vitu walikuwa hawajui, lakini kupitia semina hii wameweza kupata ufahamu na wamekuwa tayari sasa kuja kufaidika na zile fursa ambazo benki ya CRDB imeenda kuzionyesha kwao. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kufanya vitu kama hivi katika eneo letu hili la Songea, na tuna matumaini baada ya muda mchache katika eneo letu hili la Songea, elimu hii ikifika kila eneo, basi tutakuwa tumepanua uelewa mkubwa na watu wengi watanufaika na bidhaa mbalimbali ambazo benki ya CRDB tumekuwa tukizitoa. Constantine Kesi, mmoja wa washiriki wa semina hiyo, alikuwa na haya ya kusema. Tunajua na jambo moja ambalo linamlinda mfanyabiashara pale anapoweza kukopa na baadaye akapata changamoto aidha ya stroke au changamoto yoyote ya kibiashara ya kiafya, inaweza CRDB kwa kulipokea mapema, kutoa taarifa mapema na kuweza kufutiwa mkopo wake. Na vile vile kwenye mkopo kama kuweza kuwezeshwa wakulima kuwa na maghala au kuwa na usafiri ambao kuweza kupeleka mazao yake sokoni kwa wakati. Kwa hiyo CRDB wamesema wana uwezo na wanatoa ushirikiano tena kwa 20% ya mlengwa na 80% ambayo CRDB wenyewe wanajazia mteja akaweza kufanikisha malengo yake.